Mimi nataka nikuambie, mwanaume umepewa kuiongoza familia yako. Tunaposema familia, unapaswa kuongoza mke wako. Mwanaume hutakiwi kumwogopa mke wako. Hata kama mke wako amesoma kuliko wewe, hupaswi kumwogopa mke wako. Na mwanaume hupaswi kumwogopa mke wako. Hata kama mke wako ana pesa kuliko wewe, hupaswi kumwogopa. Unapaswa kumwongoza mkeo. Hata kama ulioa mwanamke aliyezaliwa kwenye familia ya kitajiri na wewe unatokea familia maskini, bado unao wajibu wa kumwongoza huyo mke wako. Wanaume, naomba mnisikilize. Wewe haui mwanaume kwa sababu tu una pesa. Wewe haui mwanaume kwa sababu tu umesoma. Wewe unakuwa mwanaume kwa sababu uliumbwa kuwa mwanaume, na wewe ni mwakilishi wa Mungu kwenye familia. Yaani wewe ndiye unayemwakilisha Mungu kwenye familia. Sasa leo wanaibuka wanaume fulani hivi ambao kwanza wanawaogopa wake zao. Yaani unakuta mama akiongea ndio ameongea, baba hawezi kuongea. Tuna wanaume wanyonge, tuna wanaume dhaifu, tuna wanaume ambao mke akikohoa yeye ananyamaza kimya. Sasa unakuta familia ina sauti ya mama lakini sauti ya baba haipo. Yaani unakuta tuna wanaume wadogo kama Piliton. Mwanaume anaogopa mke eti kwa sababu pengine amenunua kiwanja. Hata kama amenunua kiwanja, bado ni mke wako, unatakiwa kumwongoza. Wanaume, naomba mnisikilize kwa makini sana leo. Wewe ni kiongozi. Mungu amekupa hiyo dhamana. Mungu amekupa hiyo dhamana na amekuamini. Sasa mwanaume, unapoacha kuiongoza familia eti kwa sababu umeoa mwanasheria, eti kwa sababu umeoa mfanyabiashara, eti kwa sababu umeoa mwanadiplomasia, eti kwa sababu pengine umeoa mchungaji kama Pastor Lea. Hata kama umeoa mchungaji kama Pastor Lea, huyo ni mke wako na bado unapaswa kumwongoza. Mungu akusaidie Mungu awasaidie wanaume kunielewa. Wakati mwingine kweli unaweza ukabahatika ukaoa mwanamke, ni mwanamke ana nafasi yake. Unaweza ukaoa mwanamke, ni mwanamke ana cheo chake, ni mwanamke ana huduma, ni mwanamke mkubwa. Unajua kuna wanawake wengine ni wanawake wamekuwa wakubwa kwa sababu ya ile nafasi ambayo Mungu amewapa, lakini bado akirudi nyumbani yule ni mke wako, anapaswa kuongozwa. Kama ni mchungaji, mimi ni mchungaji nikiwa kanisani, nikirudi nyumbani mimi ni mke wa mtu, napaswa kusikiliza sauti ya mume wangu, napaswa kusikiliza maelekezo ya mume wangu, na ninapaswa kumtii mume wangu. Hata kama yeye pengine hajui hata kuhubiri, hata kama pengine yeye hajui hata kufundisha, lakini as long as ni mume wangu, tumeingia naye kwenye agano la ndoa, ninapaswa kumheshimu huyu mwanaume. Sasa leo wanaume wengi, shida hata haiko kwa wanawake. Wanaume wamejikuta wao wenyewe wamekubali unyonge. Kwa nini amekubali unyonge? Eti kwa sababu mama ana hela analipa ada, kwa sababu mke ana hela ya kuleta maendeleo nyumbani, basi mwanaume anakuwa anaitika. Ni marufuku wewe mwanaume kuwa chawa. Mwanaume hutakiwi kuwa chawa. Iwe kwa mke wako nyumbani au popote. Mwanaume hutakiwi kuwa chawa. Mwanaume ni kiongozi. Mwanaume ni mtu ambaye amepewa dhamana kubwa sana na Mungu. Tembea kifua mbele kama mwanaume. Tembea kwa kujiamini kama mwanaume, na hakikisha unakuwa smart kichwani. Usiwe mwanaume mpumbavu. Kuwa mwanaume ambaye kichwa kimepona. Kuwa mwanaume ambaye akili yake imenyooka, akili iko sawa, ili uweze kuongoza mke na watoto wako, na vizazi vinavyokuja vibarikiwe kupitia wewe. Ukiwa wewe dishi limeyumba kichwani, utaharibu vizazi vinavyokuja. Hebu mwangalia Nabali namna alivyotaka kusababisha familia iangamie kwa siku moja, familia nzima, kwa sababu ya upumbavu wake. Mimi nazungumza na wewe mwanaume, popote ulipo, kubali kumwongoza mke wako vyovyote alivyo. Hata kama mke wako ana pesa nyingi, bado ni mke wako. Lazima ukae kwenye nafasi kama kiongozi. Tuna wanaume dhaifu sana katika hiki kizazi. Yaani ukuta mwanaume anaweza kaendeshwa kama gari bovu na mke wake, na baba watu anafyumwa na nyamaza, anakuwa tu kimya. Yaani baba anaweza kakoromewa na mke wake na bado akanyamaza. Unakoromewaje na mke wako? Mke wako anakufokeaje? Wewe ni mwanaume. Haiwezekani.